Waheshimiwa waandishi wa habari, leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026 tumewaita ili kuja kuongea na nyinyi kuhusiana na jambo fulani ambalo sasa hivi tunataka kuliendea katika chama chetu cha wananchi CUF. Mpaka tarehe ya sasa hivi sisi ni wanachama wa chama cha wananchi CUF. Binafsi naitwa Rajab Mbaruk Mohamed, nilikuwa mkurugenzi wa itifaki na udhibiti chama cha wananchi CUF taifa. Baada ya kuingia utawala mpya, sikuwa tena kiongozi katika nafasi hiyo, lakini bado ni mwanachama. Wanachama wangu ulianzia mwaka 1993. Nina takriban miaka 33 na ushei ndani ya chama hichi. Sijawahi kuondoka katika chama hichi, sijawahi kukisaliti chama hichi mpaka dakika ya sasa hivi. Waheshimiwa waandishi, leo hii tukio ambalo tunataka kulifanya na kuutangazia umma wa Watanzania ni suala zima la kujiengua kutoka kwenye chama cha wananchi CUF. Mnaowaona hapa ni wawakilishi kutoka majimbo 18 ya Pemba, ambao kwa pamoja tumekubaliana kwamba sisi kuanzia tarehe ya leo tarehe 12 mwezi wa 7 tunajivua wanachama katika chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo kuanzia leo sisi ni wananchi wanachama tulio huru ambao hatuna chama. Bado hatujaamua mpaka sasa hivi tutaelekea chama gani, isipokuwa tuna mazungumzo na baadhi ya vyama ambao walipata hizi tetesi kwamba wako tayari kwamba sisi tukajiunge kwao, lakini hili ni suala ambalo sisi kama viongozi hatuwezi kuliamua peke yetu mpaka tulilete kwa wanachama au wananchi wenyewe. Narudia tena, waliopo hapa ni wawakilishi wa wanachama kutoka majimbo 18 ya Pemba. Mpaka sasa hivi idadi ya wale ambao wametiania kwa Pemba kuondoka katika chama cha wananchi CUF ni watu 200. Takriban kila jimbo basi hatutopungua watu 10 kwa sasa hivi ambao wameshatiania. Na hichi tunachokifanya leo kwa Pemba, hii ni awamu ya kwanza, lakini awamu inayofuata kwa mujibu wa ratiba yetu tutakwenda wilaya kwa wilaya, lakini tukimalizia hapo tutakwenda jimbo kwa jimbo. Tumefahamiana? Hiyo ndio lengo letu. Kwa nini sasa tunaondoka chama cha wananchi CUF? Nadhani hili ndio jambo ambalo wengi watahitaji kulisikiliza. Kuna mambo mawili na mpaka matatu katika chama cha wananchi CUF. Sisi wengine tunakielewa vizuri. Nusu ya umri wangu, mimi na miaka 63, lakini nusu ya umri wangu nimekitumikia chama cha wananchi CUF. Nashukuru nilifanikiwa, nilipata matunda ya chama, nimepata matunda ya kwa nini nikawa mwanachama CUF. Hilo nalishukuru sana, na nakishukuru chama cha wananchi CUF kwa kunipa nafasi za na mimi kuonekana katika medani za kisiasa katika nchi yetu. Kwa hilo nalishukuru sana, na nawashukuru zaidi wanachama wa chama cha wananchi CUF ambao tulikuwa pamoja na ambao tuko pamoja hadi leo. Kilichotufanya sisi tuachane na chama cha wananchi CUF, la kwanza ni mabadiliko makubwa ya kiuongozi ambayo yametokea kwenye chama chetu, mabadiliko ambayo yamesababishwa na uvamizi ambao kwa upande mkubwa ulishikiliwa na chombo cha dola kwa maana ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania.
kwa kupindisha katiba ya chama cha wananchi CUF, kukaa pembeni ya kanuni za chama cha wananchi CUF, wakaondoa uongozi uliowekwa na wanachama na kusimika uongozi wao mpya ambao wao wanautaka. Na hapa nataka nitoe wito hususan kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefika wakati sasa ijitathmini, ijielewe na wajipime kwamba kweli bado wanatosha kuendelea na ofisi ile ya msajili wa vyama vya siasa. Kidhahiri ofisi ile sasa hivi haitumiki kama vile ambavyo malengo yake yaliundwa katika kuanzisha ile ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Ofisi ile ilitakiwa iwe ni mlezi wa vyama vya siasa, lakini sasa hivi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekuwa ni mchawi, inakula watoto wake. Hili jambo tunalitolea wito kwa serikali, waiangalie upya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Na niseme ukweli, hakuna chama sasa hivi ndani ya Tanzania kati ya vyama 19 vyenye usajili wa kudumu, ukiachia mbali CCM peke yao, ambao kiko huru, kiko salama, au viongozi wake wako salama. Siku tu wanayoamua ofisi ya msajili, huyu hatumtaki, chama hichi sasa tunataka kukidondosha, hichi tunataka kukipandisha, hicho ndio wanachokifanya ofisi ya msajili kwa sasa. Kwa hiyo walichokifanya ofisi ya msajili dhidi ya chama cha wananchi CUF, uongozi wa chama cha wananchi CUF, kwa kweli ni jambo ambalo halikubaliki. Hakuna chama ambacho kiko salama chini ya ofisi ya mdhibiti au ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Na tunatoa wito na tunataka salamu zetu zifike kwa mkuu wa nchi kwamba lile lengo lake la R4, basi kuna upande mmoja huu, kwa maana ya ofisi ya msajili, unakinzana nayo. Zile R4 za rais wanakinzana nazo. Wao sasa hivi wamekuwa kama ndio ni wachawi, wanakula watoto wao. Maana bora nitumie lugha hiyo, naamini kwamba nitafahamika zaidi. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini la pili, suala la ubaguzi, suala la makundi sasa hivi limeshamiri katika chama cha wananchi CUF. Na sisi lengo letu ni kufanya siasa. Lengo letu si migogoro. Lengo letu haikuwa dhamira ya chama cha wananchi CUF katika hali ambayo sasa hivi chama kimefikia. Yale malengo yake, yale matumaini yake, ushawishi wake kwa wananchi pia umeondoka. Na hususan katika kipindi hichi ambacho kumefanyika mageuzi yaliyotokana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Tunaelewana? La tatu, sisi wengine, kwa mfano mimi mwenyewe hapa, nimeshakitumikia chama hichi kwa muda wa miaka 33. Katika kutaka kuandika historia yangu ya kisiasa ndani ya nchi, basi nimeona pia ni nafasi nzuri kwangu kubadilisha upepo wa kisiasa ili nione ladha ya siasa nje ya CUF. Na maneno haya niliambiwa na wanachama walio wengi kwamba wacha tubadilishe ladha ya siasa za nchi yetu. Kwa hiyo kwa hayo ndiyo ambayo yanatufanya sisi wanachama wa chama cha wananchi CUF katika kisiwa cha Pemba leo hii kuachana na chama cha CUF ili tuone ladha nyingine ya vyama vingine vya siasa. Tumechoshwa. Huku tumefika pahala hatuoni tena ule mwelekeo. Huku tumefika pahala tumesahau yote ambayo yalitukumba wakati chama hichi kinaanzishwa. Watu wamepigwa marisasi, watu mpaka leo wanatembea na risasi, wengine wameuliwa, leo mayatima mpaka wameshakuwa watu wazima sasa hivi. Sasa ukiangalia uongozi ambao umeingia, hawana kabisa habari hizo. Kwa hiyo
tumefika pahala baada ya kuona malengo na yale matumaini ambayo wananchi wanayatarajia hayawezi tena kupatikana kupitia chama cha wananchi CUF. Hayo ndiyo ambayo yametusababishia sisi kuondoka katika chama cha wananchi CUF. Wengi wa Pemba wanalilalamikia ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika. Kwa mara ya kwanza kabisa chama cha wananchi CUF kushindwa kuweka mgombea wa urais katika hali yoyote, lakini tumeshindwa kuwa na mgombea wa urais kwa sababu zozote tu zile. Sitaki nishutumu mtu kwa lolote, kama kumwagika yamesha mwagika. Kukosa kuweka mgombea ni haijawahi kutokea katika historia ya chama hichi, na limewavunja moyo wanachama walio wengi katika kisiwa cha Pemba. Leo NCCR Mageuzi, vyama vyote wameweza kuweka wagombea. Sisi CUF tunashindwa kuweka mgombea. Nasema tena, iwe kwa sababu yoyote, kwa kweli hili limewaathiri sana sana wanachama wa chama cha wananchi CUF, na sababu wanazijua. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yametufanya leo hii tutangaze rasmi kutoka chama cha wananchi CUF. Mwisho kabisa, waandishi wa habari, kabla sijawapisha viongozi wangu, naye hapa katibu wa wilaya ya Mkoani wa chama cha wananchi CUF, naye mwakilishi wa katibu wa wilaya ya Wete wataongea na sababu zao. Lakini la mwisho kabisa nizungumzie tukio kubwa katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Juzi katika viwanja vya Ikulu Zanzibar kulifanyika tukio la kihistoria, suala la maridhiano baina ya vyama viwili vya siasa nchini, kati ya vyama 19 vilivyoko ndani ya nchi yetu. Tunaipongeza sana, tunaipongeza CCM, tunaipongeza na ACT Wazalendo kwa kukubaliana walivyokubaliana, ama kukubaliana kwa kutokukubaliana, kwa sababu yote yapo. Kilichofanyika juzi, mimi ukiniuliza mimi kama mimi Rajab, si mwanasiasa mpevu kiasi hicho, lakini naweza nikasema ni kiini macho. Palifanyika mwafaka wa mwanzo kati ya CUF na CCM. Kilichotokea ambacho tumekipata na tunasema ni faida kubwa, tunashukuru, ni amani katika nchi. Suala la maandamano, suala la mipigano, suala mpaka la jamii kutengana, kutokuzikana, kutokuuziana vitu katika maduka liliondoka. Hili tunashukuru sana. Lakini kile kiini hacha ambacho kilikuwa kinatakiwa, suala la uchaguzi, hapo ndio balaa imezidi maradufu zaidi baada ya kuingia ule mwafaka wa kwanza. Sasa tuna hofu na huu mwafaka huu wa pili ambao umefanyika juzi, kwamba pengine yatazidi zaidi, kwa sababu hatujui makubaliano yao, isipokuwa tulichokiona pale ni kwamba kuna ajenda za mazungumzo ndio zimeletwa pale. Sasa huko tena ndio wataunda kamati wenyewe ya kwenda kushughulikia hizo ajenda. Tunachokisema ni kimoja, hii nchi si ya CCM na ACT peke yao. Hii nchi ina vyama 19. Ni vyema kukawa na ushirikishwaji mpana wa kujadili ajenda walizokubaliana kwa manufaa ya nchi na manufaa ya Wazanzibari wote. Sisi tunawapongeza na tunawatakia kila la kheri katika hilo. Waheshimiwa waandishi wa habari, asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kwa kutuamsha tukawa wazima na tukaacha shughuli zetu tukaja hapa kwa tukio letu muhimu sana tulilokusudia leo hii. Kwa majina naitwa Mwalimu Hamisi Mwalimu, mimi ni katibu wa wilaya wa CUF mkoani. Mheshimiwa aliyotangulia kwangu alizungumza mengi sana na ni mazuri sana, sitaki niyaharibu wala niyatie kasoro, isipokuwa mimi katibu wa wilaya mkoani leo tarehe 12 natangaza rasmi kujiondoa katika nafasi hiyo ya ukatibu wa wilaya mkoani wa chama changu, ili kupisha taratibu zote zinazoendelea kwenye chama watazijua wenyewe za kufanya, lakini mimi kuanzia leo si kiongozi tena wa chama cha wananchi CUF wa wilaya ya Mkoani. La pili, nimeamua hilo bila ya kushawishiwa, lakini nimeamua hilo kwa udhati wa moyo wangu, kuangalia siasa inavyokwenda. Mimi kama alivyosema kiongozi wangu, nimejiunga na chama cha wananchi CUF tokea 93, kwa hivyo na miaka 30 na kwa hivyo nimepitia pilika nyingi, nimepitia nafasi nyingi za kupitia na kuangalia siasa. Kwa maana hiyo mimi kiufupi maisha yangu nusu nimepitia kwenye mambo ya kisiasa. Kwa hivyo utaratibu leo kutoka nao nyuma na utaratibu unaoendelea sasa hivi muda sana nimemaliza, nimejiondoa, si kiongozi tena wa chama cha wananchi CUF kwa wilaya Mkoani. Kuanzia leo niko huru na niko salama salimini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Haki sawa kwa nani? Na wale wasiopenda haki ama wale yote, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu kwenye kikao hichi muhimu. Lakini la pili pia ni washukuru waandishi wetu wa habari baada ya mwaliko wetu na wakufuata, na tuko pamoja leo hii. Ama baada ya kutoa shukrani hizo, kwa jina sasa naitwa Saidi Nasor Hemed, niko Mtambwe, ni kaimu mwenyekiti wa wilaya ya Wete CUF, lakini pia nipo kwa niaba ya katibu wa wilaya ya Wete CUF. Kwa niaba yangu mimi rasmi natangaza rasmi leo tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kujitoa rasmi katika wanachama wa chama cha wananchi CUF. Na kwa leo hii basi pia nitangaze rasmi kwamba niko huru, si mwanachama wa chama chochote cha siasa Tanzania. Ni mtu ambaye zinatosha zitabebwa na zile nyingine. Tarehe 9 mwezi wa 9 1992 najiunga na chama cha wananchi CUF. Miaka 34 sasa, nina uzoefu mkubwa wa chama hiki. Sababu ya kwanza ya kujitoa ni kwamba siendani au hatuendani, kwa sababu niko na katibu wangu wa wilaya hatuendani na uongozi wa chama cha CUF taifa kwa sasa. Kwa hiyo kwetu sisi imeona imetosha kutokana na hii uzoefu nilioanza na siasa. Kwa maana nikasema kwamba kwa kufikia hapa nimefikia maamuzi haya. Lakini la pili, uzoefu niliunga na chama 92 mpaka kufikia 2024 sijakiona chama hichi cha CUF kukosa kuweka mgombea wa urais Zanzibar. Tunakuwa na wagombea wote, ile kutokuwa na mgombea wa urais wa Zanzibar kwa upana na urefu, kwangu mimi nikasema imetosha. Lakini la tatu ni kwamba ni migogoro iliyomo katika chama isiyomalizika. Baada ya taasisi kuenda mbele, kuna vyama 19, kila moja kinataka nafasi kiende mbele, lakini CUF kilo kiangalia katika vyama 19 tunakamatana mashati, tunarudi nyuma. Lile lengo halitofikia, kwa sababu lengo ya CUF ilikuwa ni kukamata dola ya nchi. Sasa imeonekana kwamba kwa CUF kwa sasa dhamira hiyo haiwezi kuwepo tena. Sasa sababu tatu hizo na zilizozungumzwa na wenzangu zinaungana pamoja kwamba natamka rasmi kujiondoa katika chama cha wananchi CUF kuanzia leo tarehe 12 mwezi wa 7 2026. Wa hadha, salamu alaykum.